Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania na kueleza kuwa ameyapokea mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo na atakwenda kuyafanyia kazi, huku akisisitiza kuwa matukio ya Oktoba 29 yalilikisa taifa na yamemtwisha mzigo mzito mabegani mwake. Florence Majani ametuma taarifa ifuatayo. Maridhiano, mshikamano, kutibu majeraha na kuto kujirudia tena kwa matukio ya Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025 ndivyo vilivyotawala hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo. Ni katika moja ya vyumba vya Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, ambako kumesheheni viongozi wa kitaifa, kikanda, wadau wa maendeleo wa kimataifa na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Tanzania, katika hali ya utulivu na ari ya kutaka kusikia kile atakachokisema rais. Macho na masikio yao wameelekeza kwake, na yeye katika hotuba yake amesisitiza uponyaji wa taifa, maridhiano na kurekebisha makosa, huku akikiri kwamba hakutegemea yaliyotokea. Nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limetwisha mzigo mzito mabegani kwangu. Kuhusu mapendekezo ya tume hiyo, rais amesema upo ulazima wa kuwajibishana kwa aliyotokea Oktoba 29 na kuahidi kuunda chombo maalum kwa ajili ya kuchunguza kwa kina vurugu hizo, ikiwamo vifo vya watoto wadogo na miili ambayo haijapatikana. Hata hivyo, rais huyo mwanamke wa kwanza katika taifa hili la Afrika ya Mashariki alivinyoshia kidole vyombo vya habari vya kimataifa na kueleza kuwa vilifanya upotoshaji. Wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshia vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio hilo uliofanywa na vyombo vya habari, hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Awali, ripoti ya tume hiyo iliyoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Othman Chande ilitoa mapendekezo yake kwa serikali, baadhi ikiwamo ni kutengwa kwa siku maalum ya kuwakumbuka waliofariki Oktoba 29, kuwepo na mkakati wa maridhiano na majadiliano ya viongozi wa dini na kuundwa kwa katiba mpya. Upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Ripoti hiyo imekabidhiwa leo ikiwa ni siku 153 tangu ilipoundwa mnamo Novemba 18 mwaka jana ili kuchunguza vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Bado tukituama huko Tanzania, kumekuwa na maoni mseto kuhusu ripoti iliyotolewa leo na tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya Oktoba 29 nchini Tanzania, huku baadhi wakiikosoa na kusema ripoti hiyo haijajibu kiu ya wengi. George Njogopa na taarifa zaidi. Kwa upande wake, chama cha upinzani Chadema kilichosusia uchaguzi mwaka jana kimesema kimeendelea kujiweka kando na tume hiyo iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kwamba hatua hiyo imesimama katika misingi yake awali. Chadema ilijiweka kando na uchaguzi huo kikishinikiza kufanyika kwanza mageuzi katika mifumo ya katiba na uchaguzi, kwa madai kwamba mifumo ya sasa inabinya uchangamfu wa kidemokrasia. Akizungumzia matukio yaliyotolewa na tume hiyo iliyofanya kazi kwa siku 155, mkurugenzi mambo ya nje wa chama hicho John Kitoko amesema bado chama hicho hakijarudi nyuma kuhusu msimamo wake wa kutoitambua tume hiyo. Ameiambia DW kwamba Chadema haioni sababu ya kuiunga mkono ripoti hiyo na kwamba baadhi ya hoja zilizotajwa na tume hiyo zinaonekana kwenda kwa bana waathirika wa matukio ya Oktoba 29. Na utaona kwamba zigo zima wamehamishiwa wale ambao actually ni wahanga wa mauaji yaliyofanyika tarehe 29 na baada ya hapo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba msimamo wetu ni ule ule kwamba hatuitambui tume, kwa hiyo hatuitambui na ripoti itokanayo na tume hiyo. Wakati Chadema ikiweka msimamo wake juu ya ripoti ya tume hiyo, chama kingine cha upinzani ACT Wazalendo
kimesema ni mapema mno kuanza kujadili ripoti hiyo kabla chama chenyewe hakijaanza vikao vyake vya ndani kujadiliana hali jumla ilivyo. Katibu mkuu wa chama hicho Ado Shaibu ameeleza yeye binafsi wala chama chake akiweze kuwa na kauli yoyote kwa wakati huu kukiwa hakujafanyika vikao vyovyote tangu kutolewa kwa ripoti hiyo. Ama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeonyesha kusikitishwa kwake kutokana na maoni yaliyoibuliwa katika ripoti hiyo na kueleza kwamba tume hiyo ilipaswa kumaliza mchakato wote, sio kutoa mapendekezo ya kuundwa kwa tume nyingine za kiuchunguzi. Mkurugenzi wa kituo hicho Anna Henga amesema hatua ya tume hiyo kupendekeza kuundwa kwa tume nyingine ya uchunguzi kumeibua mkanganyiko wa mambo. Ni ripoti ambayo imekwepa sana jukumu lililopewa. Ni ripoti ambayo imeeleza vyanzo ambavyo hajathibitisha, lakini kaja na recommendations au mapendekezo ambayo haendi kutibu vile vyanzo. Ni ripoti ambayo inapendekeza kuundwa tena kwa vyombo vingine. Tume hiyo ilianza kufanya kazi tangu Novemba 20, imependekeza kuundwa kwa tume nyingine 3 kufuatilizia mapendekezo yake, tume ambazo ni pamoja na itakayofanyia uchunguzi kwa makosa ya kijinai, tume maridhiano na ile itakayosimamia mchakato wa uandikaji wa katiba mpya, ikipendekeza mchakato huo uwe umekamilika mwaka 2029, ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya kuanza kwa mchaka mwingine wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Bado kumekuwa na maoni mchanganyiko baada ya kutolewa kwa ripoti hiyo, ingawa yenyewe imesema kwamba hivi karibuni itakutana na waandishi wa habari kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kuhusu baadhi ya mambo yaliyoibuliwa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hizo, haya ni maoni ya baadhi ya Watanzania kuhusu ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29. Kwanza imekaa kisiasa, haina uhalisia, kwa sababu ukiangalia kwanza idadi ya watu ambao wamefariki kupitia ripoti ya tume hailani na uhalisia, kwa sababu wako Watanzania wengi sana ambao hawajulikani wako wapi na walifariki kipindi kile cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na hata tuliona baadhi ya video kwenye hospitali na sehemu mbalimbali mitaani watu wakiwa wamefariki, na mingi ya miili hiyo haikuja kupatikana mpaka leo. Kwa hiyo ukisema tu ni kwamba watu waliuawa kwa kiwango kile, inatia shaka kidogo hiyo idadi. Kwa upande wangu japokuwa sikusikiliza mpaka mwisho, lakini report naiona iko sawa. Imeturidhisha Watanzania. Ni kama imeenda kuponya vidonda vyetu ambavyo tulikuwa navyo toka mwaka jana. Kwa matukio yaliyotokea na hiyo ripoti iliyotoka, tunaomba Mungu tu usalama. Nadhani tume imekuwa wazi kwenye vyanzo na sitaki kuongelea vitu vingine, na kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya kama taifa ni kujielekeza kwenye vyanzo. Tume imetupa chanzo ni nini, na kwa kweli vyanzo sio vipya, ni vitu vya siku nyingi, na tume imekiri kwamba ni vya siku nyingi. Kwa sisi kama taifa, ili tusirejee kwenye matatizo yaliyojitokeza tarehe 29 2025 Oktoba, tunapaswa tushughulikie vyanzo. Hilo ndio jambo la msingi, yaani masuala ya katiba, tume huru ya uchaguzi, ugumu wa maisha, ajira kwa vijana, masuala ya maadili. Kwa sababu kwanza tumejua ukweli, maana lile fujo lilivyotokea watu tulikuwa tuna wasiwasi, hatukujua kitu gani kinachoendelea. Lakini leo tumepata mwongozo vizuri, tumeelewa, wameeleza kabisa kuhusu hiyo uchaguzi ulivyokuwa mpaka fujo lilivyotoka. Yani kwa kusema ule ukweli tumeshukuru na tumejua ukweli. Maana tulikuwa hatuelewi chochote, basi kila mtu anasema lake, lakini leo umetufafanulia vizuri, kwa kweli tunashukuru. Kwa hiyo tutabaki kuwa na amani. Basi tumeelewa, kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie, maisha yaendelee. Ripoti na jinsi uwasilishaji wake na baadaye hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, hakika nimeona faraja na nimeona mwanga. Na mimi kama mara kwa mara nimekuwa nikiwaambia watu kwamba mbele kuna mwanga, kwa sababu katika ripoti hii imeonesha chanzo cha matatizo, na chanzo hicho kinatibu kilio cha watu kwamba tupate katiba mpya kabla ya mwaka 2029 ili uchaguzi wa 2029 na 2030 tuweze kuwa tufanye chaguzi hizo mbili tukiwa na katiba mpya. Lakini umeona hata rais mwenyewe katika hotuba yake amekiri kwamba matatizo yametokea, na anasema kwamba light ingewezekana
namna ya kurudisha na kufuta kabisa historia ingefutika, na amesema kwamba Samia yule wa 4Rs ndiye huyu.